Hapa duniani yapo baadhi ya majina ambayo huishi hata pale wanapoaga dunia. Mmoja wa majina ambayo kila mwezi Aprili hadithi yake huanza upya ni jina la Edward Moringe Sokoine, mmoja wa viongozi mashuhuri katika historia ya Tanzania, aliyedumu kama waziri mkuu kwa nyakati tofauti na kuacha alama isiyofutika katika uongozi wa taifa hadi kuweza kuacha jina lake likiendelea kutajwa katika chuo cha Sokoine cha kilimo mkoani Morogoro nchini Tanzania. Katika makala hii ya TriGen Media, tukiwa bado ndani ya mwezi huu wa Aprili ambao kiongozi huyu alifariki dunia, makala hii inamwangazia hayati Edward Moringe Sokoine na namna ya chuo cha Sokoine cha kilimo mkoani Morogoro nchini Tanzania. Hayati Edward Moringe Sokoine aliyezaliwa mwaka 1938 katika eneo la Monduli mkoani Arusha, pamoja na kukumbukwa na taifa la Tanzania kwa ujumla hadi sasa, lakini kwa chuo cha Sokoine cha kilimo SUA kinamkumbuka kipekee sana. Historia yake na kuwa na dhamira ya dhati ya kulitumikia taifa lake kwa uadilifu na kujitolea inaanza mbali sana akiwa bado mdogo. Katika maisha yake ya kisiasa, Sokoine alijulikana kwa msimamo wake thabiti katika kusimamia haki na uwajibikaji. Alipokuwa waziri mkuu, alijitahidi kuhakikisha kuwa serikali inafanya kazi kwa manufaa ya wananchi wote, hasa wakulima na wafugaji ambao ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Hicho ndicho hasa chanzo cha sababu ya yeye jina lake kupewa chuo cha Sokoine cha kilimo. Kwenye juhudi za chuo chetu kuendelea kumwenzi hayati Sokoine, seneti ya chuo chetu ilipitisha uamuzi karibu miaka 30 sasa iliyopita kwamba chuo hiki tuendelee kuandaa kumbukizi la kila baada ya miaka miwili kwa ajili ya kumkumbuka hayati Sokoine. Na hili tumekuwa tunalitekeleza, na kwenye hiyo wiki ya kumbukizi ambayo watu tunaiandaa, kwa kweli watu tunakaribisha wadau mbalimbali kwanza kuja kutembelea chuo chetu, na sisi kama chuo huwa tunafanya maonesho ya kuonesha shughuli mbalimbali zinazoendelea katika chuo chetu. Lakini vile vile huwa tunatumia nafasi kwa kuwakaribisha viongozi wakubwa wa nchi yetu kuja vile vile kukumbushana habari ya maisha ya Sokoine, lakini vile vile kuwakumbusha na kuwahimiza Watanzania kwamba yale ambayo Sokoine kwa kweli aliyasimamia na yalikuwa mazuri na bado leo ni mazuri, basi tuendelee kuyaenzi. Kwa hiyo mara ya mwisho tumefanya mwaka juzi, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni makamu wa rais mstaafu Daktari Mpango. Kwa hiyo na mwaka kesho tutafanya tena hiyo, tutakuwa na wiki ya kumbukizi. Kwa hiyo nichukue hii nafasi kualika Watanzania, hasa vijana, viongozi wetu ambao bado ni vijana, kuja kuhudhuria hili kumbukizi ili kujifunza mengi kutoka katika maisha binafsi lakini uongozi wa hayati Sokoine. Moja ya sifa kuu za Sokoine ilikuwa ni kupinga rushwa kwa nguvu zote. Aliamini kuwa rushwa ni adui ya maendeleo. Alisimama kidete kuhakikisha kuwa viongozi na watumishi wa umma wanawajibika ipasavyo. Hii ilimfanya aheshimiwe na wananchi wengi waliothamini uadilifu wake. Hata hivyo, kitabu kilichoandikwa kumhusu hayati Sokoine kinamuelezea kwa kina. Profesa Chibunda anatupitisha kidogo kuhusiana na kitabu hicho. Kwa hiyo kitabu kina taarifa nyingi na kinaanza kwa kweli kuhusu kuzaliwa kwa Sokoine, makuzi yake katika jamii yake ya Kimasai, shule alizoenda, lakini vile vile kwa kirefu sana kinaelezea jinsi Sokoine alivyoanza kuingia katika uongozi wa nchi yetu, makuzi yake kama kiongozi mpaka akafikia mahala ambapo aliweza sasa kuwa na sifa na kateuliwa kwa waziri mkuu wa nchi yetu. Lakini vile vile kitabu kinaelezea kwa kina sana tukio zima la kifo chake, matukio ambayo yalizunguka hilo tukio na yaliyotendeka baada ya hicho kifo. Kwa hiyo nichukue hii nafasi kuwakaribisha Watanzania na wananchi na watu wengine ambao kwa kweli wangetaka kujua kwa kina habari za Sokoine kwamba hii kitabu kinapatikana kwa wenzetu wachapishaji wa Mkuki na Nyota. Kwa hiyo tunaweza kuulizia kutoka pale. Kama kuna ambaye hajui Mkuki na Nyota, basi wanaweza kutufikia sisi chuo cha Sokoine cha kilimo, kwa sababu tulikuwa waandishi wenza wa kitabu, tukaweza kuwaelekeza mara pa kupata nakala ya kitabu. Mbali na hilo, hayati Edward Moringe Sokoine alikuwa kiongozi aliyependa nidhamu na uwajibikaji. Alihimiza viongozi wenzake kuishi maisha ya mfano na kufanya kazi kwa bidii ili kulijenga taifa lenye misingi imara ya haki na usawa. Aprili 12, 1984 ndipo tangazo la kuzima kwa nyota njema ya kiongozi huyu lilipotolewa kwamba amefariki dunia kwa ajali.
Simanzi, huzuni vikalifunika taifa. Kwa heshima ya mchango wake mkubwa, Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine SUA kilichopo mkoani Morogoro kilipewa jina lake. SUA imekuwa moja ya vyuo vikuu vinavyoongoza katika tafiti na elimu ya kilimo nchini Tanzania. Kupitia chuo hiki, ndoto za Sokoine za kuona kilimo kikiendelea na kuwa chanzo kikuu cha maendeleo kinaendelezwa kizazi hadi kizazi. Kila baada ya miaka miwili, chuo hiki huandaa kumbukizi maalumu za kumwenzi Sokoine. Wanafunzi, walimu na wadau mbalimbali hukutana kujadili mchango wake na kuendeleza maadili aliyoyasimamia. Lakini ilikuwaje hadi chuo hiki kuanzishwa? Ukitazama hotuba aliyoitoa siku anazindua chuo hiki, ni kwamba chuo kilipewa maelekezo mahususi na kukumbushwa dhamira ya serikali kwa nini chuo kilianzishwa. Kwanza ilikuwa ni kuonesha umuhimu mkubwa ambao serikali yetu imekuwa ikiweka kwenye sekta ya kilimo, kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa nchi yetu. Bila kilimo tutapata chakula cha kutosha. Lakini vile vile mchango mkubwa sana wa kilimo kwenye pato la kaya, lakini na pato zima la nchi yetu. Kwa hiyo chuo kilielekezwa kitoe mafunzo kwa Watanzania ambayo yatasaidia kuwa na wataalamu watakaoenda kuboresha na kubadilisha kilimo cha nchi yetu. Lakini vile vile chuo chetu kilielekezwa kufanya tafiti mbalimbali kuhusu masuala ya kilimo na matokeo ya zile tafiti kuyafikisha kwa wakulima na wananchi wa nchi yetu ili waweze kutumia hizo taarifa za utafiti kwenye kuboresha jinsi tunavyofanya kilimo katika nchi yetu. Lakini vile vile chuo chetu kilielekezwa kutoa ushauri wa kitaalamu ama kwa serikali, kwa watu binafsi, kwa mashirika au makampuni ili kuweza kuwasaidia kufanya vizuri wanapokuwa wanashughulika na sekta hii ya kilimo. Kwa hiyo kuanzia wakati ule, na bahati nzuri kama nilivyosema mwanzo, tukaja tukapata hii bahati ya kupewa hili jina la Sokoine. Na kwa vile Sokoine mwenyewe ukiangalia kitu kikubwa alichotuachia ni uwajibikaji, lakini msukumo mkubwa kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu bado mpaka sasa kilimo kinashikilia maisha ya Watanzania wengi. Kwa chuo chetu kija upande wa mafunzo, wakati kinaanza tulikuwa na wanafunzi 400. Kwa hiyo kilikuwa ni taasisi kwa kweli ndogo. Lakini hivi ninavyoongea leo chuo chetu kimeendelea kukua na leo tuna wanafunzi karibu 18,000 ambao chuo kinawafundisha. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tumefanya hili jukumu kwa kweli kwa bidii, lakini kwa uadilifu mkubwa na kwa umahiri kuhakikisha kwamba tunazalisha wataalamu wa kilimo katika nyanja zote, ambao sio tu watakuwa na utaalamu na ujitosheleza, lakini watakwenda kuwa na idadi inayokidhi mahitaji ya taifa letu. Kumbukizi hizi pia huwa ni jukwaa la kuhimiza uongozi bora, uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa, maadili ambayo yalikuwa kiini cha maisha ya Sokoine. Hivyo kumbukizi hizi si tu za kihistoria bali pia za kujenga mustakabali wa taifa. Katika maandiko mbalimbali na vitabu vinavyoelezea maisha yake, Sokoine anaonekana kama mfano kuigwa kwa viongozi wa sasa na vizazi vijavyo. Kwa vijana wa leo, Sokoine ni somo muhimu la kujifunza. Anaonyesha kuwa mafanikio ya kweli yanatokana na uadilifu, nidhamu na kujitolea kwa dhati katika kile unachokifanya. Katika mazingira ya sasa ambapo changamoto za uongozi bado zipo, mfano Sokoine unaendelea kuwa mwanga unaongoza njia. Anaendelea kuhamasisha viongozi kuwa waadilifu na wenye kujali maslahi ya umma. Ni jukumu la kila Mtanzania kuenzi na kuendeleza maadili aliyotuachia Sokoine. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunajenga taifa lenye uongozi bora, uwajibikaji na maendeleo endelevu kama alivyotamani yeye mwenyewe. Na kila miaka miwili chuo cha Sokoine cha kilimo wanamkumbuka kwa kuwa na matukio hayo maalum ambayo yanapaswa kuungwa mkono ili kuendelea kuyakumbuka mema ya kiongozi na uadilifu wa hayati Edward Muringi Sokoine. Hii ni TriGen Media.